بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha ndani ya Qur'ani kuwa amewafadhilisha wanadamu juu ya viumbe wengine, na miongoni mwa kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha nacho mwanadamu juu ya viumbe wengine ni Allah subhanahu wa ta'ala kumpa mwanadamu akili ambayo sifa yake kubwa ni kupima mambo kwa kipimo kilichokuwa sahihi, akili ambayo sifa yake kubwa ni kutanguliza kilichokuwa bora juu ya kilichokuwa duni, na kutanguliza kilichokuwa kitukufu juu ya kilichokuwa dhalili. Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu akili liya'mala bimuqtada, ili mwanadamu huyo afanyie kazi kile kinachohitajiwa na akili, nacho ni kutanguliza kilichokuwa bora juu ya kilichokuwa dhalili. Muislamu mwenye akili na mwerevu ni yule ambaye anatanguliza kuijenga akhira yake katika maisha haya duniani, akatumia wakati wake, akatumia umri wake, akatumia faragha yake kuijenga akhira yake. Na hili ni jambo ambalo Waislamu wengi tumenyimwa na tumezembea katika hili, kutumia nyakati na kutumia fursa kinyume na matendo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa hizi nyakati na hizi faragha na huu umri ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa ndiyo khazainul a'mal, ndio hazina ya matendo yako. Huu wakati na faragha uliokuwa nayo na nafasi uliokuwa nayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku, wakati huo ndo ambao unajenga akhira yako. Imma itakuwa ni sababu ya wewe kuingia peponi kwa sababu umetumia vizuri wakati wako, au itakuwa ni sababu ya kuingia katika adhabu kwa sababu umetumia vibaya wakati wako. Kwa hiyo katika jambo ambalo Muislamu mwenye akili anakuwa nalo makini ni jambo la wakati, na anathamini wakati wake, na ni bakhili wa wakati wake. Hakubali wakati wake umpite bila kufanya jambo ambalo litakamnufaisha akhira yake katika maisha yake ya milele. Ni miongoni mwa miezi iliyokuwa mitukufu ambayo ndani yake matendo ni bora ni mwezi huu tuliokuwa nao, mwezi wa Dhulqaada. Kwa tujitahidini ndani ya mwezi huu kukithirisha matendo mema yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, tukijiepusha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayachukia katika madhambi na yale aliyoharamisha, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza ndani ya Qur'an kuwa hii miezi ni miezi 12, lakini ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hii minne mitukufu. Kwa hiyo tujitahidini kutenda matendo ya khair, matendo mema, matendo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha na kuyakataza. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika Uislamu na atufishe hali ya kuwa naturidhia, innahu waliyyu dhalika wal qadir.